Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo mchana wa leo, ni fahari yetu kujumuika nawe tena kwenye makala ya dunia wiki hii, tukiwa na matumaini kwamba wiki yako imekuwa nzuri na Jumamosi iko shwari kabisa. Karibu sana, sasa tukutembeze katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Kumbuka makala haya ya dunia wiki hii ni makala ambayo yanaletwa kwako na yameandaliwa na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada mtazamaji, tumekuandalia mengi. Kumekuwa na matukio mengi juma hili, na baadhi ya taarifa hizo ni waziri mkuu wa Israel ambaye amesema kundi la Hamas limepinga mkataba wa kurejesha nusu ya idadi ya mateka walio hai. Bila shaka kadhalika, kanisa Katoliki kote duniani yaomboleza kifo cha Papa Mtakatifu. Kando na hayo, ripoti ya Umoja wa Mataifa yasema kuwa watu nusu milioni wametoroka jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan, huku ghasia zikikithiri nchini humo na mfumo wa afya kusambaratika kufuatia mzozo uliodumu kwa miaka miwili. Na rais wa Misri akariri usaidizi kwa Jordan kukabiliana na ugaidi. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala ya leo mtazamaji. Keti papo hapo, dakika ni 30 tunakuletea taarifa kutoka ulimwenguni. Karibu mtazamaji sasa kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji, tunaanza na taarifa kuhusiana na kifo cha Papa Mtakatifu. Wakristo wa Katoliki mtazamaji wamekuwa wakiomboleza kifo cha Papa Mtakatifu aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 88 baada ya kuugua kwa muda. Tazama. Mnamo alasiri siku ya Jumapili, baada ya kuwatokea wafuasi takriban 50,000 waliokuwa kwenye uwanja wa St. Peter's Basilica, Baba Mtakatifu alipumzika kabla ya chakula cha jioni. Na wakati wa alfajiri siku ya Jumatatu, afya ya Papa ilidhoofika, huku waliokuwa karibu naye wakijizatiti kuokoa maisha yake. Saa moja baada ya kumpungia mkono muuguzi aliyekuwa akimhudumia, Baba Mtakatifu alipoteza fahamu. Makao makuu ya Vatikani yanasema Baba Mtakatifu hakuwa na maumivu wakati wa kifo chake. Rais wa Marekani Donald Trump, Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky na marais Emmanuel Macron wa Ufaransa, Lula da Silva wa Brazil na Andrzej Duda wa Poland ni miongoni mwa wale waliothibitisha kwamba watahudhuria mazishi ya Papa. Naam, Rais William Ruto wa Kenya alifanya ziara rasmi nchini China kufuatia mwaliko wa mwenyeji wake Rais Xi Jinping wa nchi hiyo, ambapo walijadili masuala mbalimbali na kutia saini mikataba kadhaa na kampuni za Kichina. Tazama. Rais William Ruto alishuhudia kutiwa saini kwa mikataba 7 na kampuni za China zinazotaka kuwekeza nchini Kenya. Baadhi ya kampuni hizo ni pamoja na China Wuyi, Rongtai Steel Co Limited, Kenya Smart Transportation Industry Park, Anhui Jiubao Electronic Company Limited, Shandong Jialeja Agriculture and Animal Husbandry Technology Company Limited na Zonken Group. Akizungumza alipoongoza mkutano wa masuala ya uwekezaji baina ya Kenya na China mjini Beijing, China, Rais Ruto alisema sekta ya kibinafsi ya China imekuwa muhimu katika kukuza uchumi wa Kenya kwa miaka mingi kupitia uwekezaji wao katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Rais Ruto alisema Kenya itajitahidi kuhimiza ushiriki mkubwa zaidi wa sekta ya kibinafsi ya China katika safari ya taifa hili ya mageuzi ya kiuchumi ambayo itasaidia kubuni maelfu ya ajira kwa vijana. Wakati huo, Rais William Ruto alitoa wito wa marekebisho ya dharura ya taasisi za kimataifa, akionya kwamba mifumo ya kimataifa iliyopitwa na wakati inashindwa kutatua changamoto za sasa. Rais alibainisha msimamo wa Kenya kuhusu taasisi za kimataifa zikiwemo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mifumo ya kibiashara na muundo wa kifedha duniani. Alizungumzia changamoto kuu duniani zikiwemo mabadiliko ya hali ya anga, usalama wa kimtandao na misukosuko ya kiuchumi. Rais Ruto pia alishauriana na Zhao Leji ambaye ni mwenyekiti wa bunge la China na Waziri Mkuu Li Qiang. Pamoja na taarifa hiyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa kundi la Hamas
lilipinga pendekezo la kurejesha nusu ya idadi ya mateka walio hai huko Gaza kwa kushinikiza kukomeshwa kwa mapigano na kuondoka kwa jeshi la Israel huko Gaza. Kwenye taarifa, Netanyahu pia alipuuzilia mbali wazo kwamba Israel huenda ikalilaghai kundi la Hamas liwaachilie mateka wote na baadaye kurejelea vita, akisema kuwa jamii ya kimataifa haitakubali hatua kama hiyo. Awali kitengo kinachojihami cha kundi la Hamas cha Al-Qassam kilitoa kanda mpya wa video ulioonyesha mateka mmoja wa Israel anayezuiliwa Gaza. Kanda hiyo ya video inamuonyesha mateka huyo Elkana Bobot akizungumza kwa simu, akionekana kuwasiliana na familia yake, akiwataka waendeleze juhudi zao za kutaka achiliwe. Wakati huo huo, itakumbuka kwamba operesheni ya jeshi la Israel inaendelea Gaza. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilisema kwenye taarifa kuwa viliwaua zaidi ya wanamgambo 44 wa kundi la Hamas katika eneo la Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza. Na zaidi ya Wapalestina 44 waliuawa, huku wengine wengi wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi yanayoendelea ya Israel kote kwenye ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa ulinzi wa kiraia, ukisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga nyumba za makazi na mahema yanayowahifadhi watu waliopoteza makazi kusini, kaskazini na katikati mwa ukanda huo. Maafisa walisema kuwa zaidi ya Wapalestina 1780 wameuawa tangu Israel iliporejelea operesheni za kijeshi tarehe 18 mwezi uliopita, na hivyo kufikisha zaidi ya vifo 51,150 tangu mzozo huo ulipozuka mwezi Oktoba mwaka 2023. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kwenye taarifa lilisema kuwa mapito ya mpakani ya Gaza yamefungwa kwa majuma 7 mfululizo na kuzuia kuwasilishwa kwa misaada ya kibinadamu, vifaa vya kimatibabu, chanjo na mafuta kwenye ukanda huo. Shirika hilo vilevile lilikiri wito wake wa kufunguliwa tena kwa mapito hayo ili kuwezesha kuwasilishwa kwa misaada na kuhimiza kuafikiwa kwa mkataba mpya ule wa kusitisha vita. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Kiongozi wa kundi la Hezbollah, Naib Qassem, alipuuzilia mbali miito kwamba kundi hilo lisalimishe silaha, akionya kwamba hatua hiyo itakuwa kwa manufaa ya Israel. Nahnu lan nasmah li ahad. Qassem alisema hayo kwenye hotuba ya hadhara iliyoangazia mikakati ya ulinzi wa Lebanon na hali iliyoko ya kisiasa. Alisema kuwa mapendekezo ya kulipokonya silaha kundi la Hezbollah kwa kisingizio cha kuimarisha serikali yananuiwa kuinufaisha Israel. Qassem alisema kuwa kundi hilo linajihami kukabiliana na hali ya Israel ya kukaa nchini humo na dhuluma zake, na ni muhimu katika kulinda uhuru wa Lebanon. Alisema kuwa jeshi la Lebanon pekee halina uwezo wa kulinda nchi hiyo, akikariri kwamba jukumu la jeshi la Hezbollah ni muhimu likijumuishwa na taasisi nyingine za kiserikali. Matamshi hayo yalizidisha mjadala kuhusiana na uhuru wa kijeshi wa kundi la Hezbollah ambao kwa muda mrefu umesababisha migawanyiko katika siasa za Lebanon. Qassem aliwashtumu wakosoaji nchini mwake wanaounga mkono kupokonywa silaha kwa kundi hilo, akisema wanaeneza ajenda za kigeni na kuchochea mizozo. Alisema kuwa hatari kubwa ni hali ya Israel kukaa kwenye maeneo ya nchi hiyo na kutekeleza dhulma. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Hadha khidma lil'adu al-israili. Umoja wa Mataifa ulisema kuwa takriban watu nusu milioni wametoroka jimbo la Darfur kaskazini lililo magharibi mwa Sudan kufuatia kukithiri kwa ghasia katika siku za hivi majuzi. Zaidi ya watu 400,000 waliopoteza makazi kwenye maeneo ya Zamzam, Abu Shuk na kambi nyingine za watu waliopoteza makazi wametorokea maeneo yaliyo viungani mwa Jebel Mara, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikishi wa masuala ya kibinadamu. Makabiliano baina ya vikosi vya Sudan na kundi la waasi la Rapid Support Forces RSF yamekithiri katika siku za hivi majuzi katika jiji kuu la jimbo la Darfur kaskazini, El Fasher. Kundi la RSF lilitangaza takriban juma moja lililopita lilitoa udhibiti wa kambi ya watu waliopoteza makazi ya Zamzam, iliyo kubwa zaidi ya aina hiyo katika eneo hilo. Iliripotiwa kwamba takriban watu 400,000 kati ya 500,000 wanaoishi kwenye kambi ya Zamzam walitoroka kufuatia mashambulizi ya makundi yanayojihami yanayoaminika kuwa na uhusiano na wanamgambo wa kundi la RSF.
Kulingana na duru katika eneo hilo, mamia ya watu wameuawa katika muda wa siku kadhaa zilizopita, huku makabiliano makali yakiendelea kwenye kambi za Zamzam na Abu Shouk na pia El Fasher. Vikosi vya ulinzi vya Sudan na kundi la RSF yamekabiliana vikali huko El Fasher tangu tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2024. Mzozo huo ni sehemu ya vita vilivyokumba Sudan tangu mwezi Aprili mwaka 2023, wakati ambapo uhasama ulizuka kuhusiana na mpango wa mpito wa kisiasa. Ghasia hizo zimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku wengine zaidi ya milioni 15 wakipoteza makazi. Kwingineko, mfumo wa afya nchini Sudan unasambaratika miaka miwili tangu mzozo huo ulipozuka, huku hospitali nyingi zikifungwa kwenye maeneo yanayokumbwa na mizozo na magonjwa kuenea na utapiamlo kukithiri, kwa mujibu wa serikali, shirika la afya duniani na makundi ya kimataifa ya utoaji misaada. Wizara ya afya ilisema kuwa takriban 70% ya hospitali kwenye majimbo yanayokumbwa na mizozo yakiwemo Khartoum, Darfur na Kordofan zimefungwa. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilisema kuwa 70 hadi 80 ya vituo vya afya kwenye maeneo hayo vimefungwa. Shirika la madaktari wasio na mipaka lilisema kuwa kufuatia kusambaratika kwa mfumo wa afya, magonjwa yameenea yakiwemo ukambi, kipindupindu na donda koo kutokana na hali duni za kuishi na kuvurugwa kwa kampeni za utoaji chanjo. Wizara ya afya pia ilisema visa vya magonjwa ya malaria na homa ya dengi pia zimeongezeka. Nancy Okware, Dunia Wiki Hii. Na mteleke nchini Misri. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa nchi hiyo alikariri kwamba nchi hiyo inaungana na kuunga mkono Jordan katika kukabiliana na aina zote za ugaidi na makundi yenye itikadi kali yanayonuia kutatiza usalama na uthabiti wake. Kulingana na taarifa iliyotolewa na afisi ya rais wa Misri, al-Sisi aliwasiliana kwa njia ya simu na mfalme Abdullahi wa pili wa Jordan, ambapo pia rais huyo wa Misri alikariri umuhimu wa ushirikiano wa pamoja ili kuafikia maazimio ya wananchi ili kuhakikisha maisha salama na thabiti. Mfalme Abdullahi wa pili alishukuru Misri kwa usaidizi wake na kukariri uhusiano wa kihistoria na kirafiki baina ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, viongozi hao wawili pia walijadili hali inayojiri kwenye ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, miongoni mwa masuala mengine. Kulingana na taarifa hiyo, idara ya ujasusi nchini Jordan ilitangaza kwamba watu 16 wamekamatwa kwa kuhusika katika njama zilizonuia kutatiza usalama wa kitaifa na kuchochea ghasia na uharibifu wa mali katika ufalme huo. Yadaiwa kuwa wahusika hao walipata mafunzo na ufadhili nchini Lebanon na walihusika katika juhudi za kuunda makombora na droni kwa matumizi haramu. Mimi ni Nancy Mo nikiripotia Dunia Wiki Hii. Na kundi la Houthi nchini Yemen lilisema kuwa lilidungua droni nyingine iliyoundiwa nchini Marekani kwenye anga ya jimbo la Sanaa. Hatibu wa kijeshi wa kundi la Houthi Yahya Sarea, katika taarifa iliyopeperushwa kwenye kituo cha runinga cha Al Masira kinachosimamiwa na kundi hilo, alisema kuwa droni hiyo ilidunguliwa kwa kutumia kombora la kujiundia la kutoka ardhini hadi angani. Sarea alikariri kwamba kundi hilo linalowaunga mkono wa Palestina, akisema kuwa operesheni zake zitaendelea hadi Israel itakapokomesha uhasama kwenye ukanda wa Gaza na kuufungua. Sarea alidai kwamba kundi la Houthi lilidungua droni nyingine iliyoundiwa nchini Marekani, ambayo ni 20 kudunguliwa tangu mwezi Novemba mwaka 2023 alipohutubia maandamano ya halaiki yaliyoandaliwa kudhihirisha umoja na Wapalestina. Taharuki baina ya kundi la Houthi na jeshi la Marekani imekithiri tangu Marekani iliporejelea mashambulizi ya angani dhidi ya vituo vya kundi la Houthi nchini Yemen tarehe 15 mwezi uliopita ili kulizuia kundi hilo kushambulia meli za kivita za Israel na Marekani kwenye bahari za eneo hilo. Kundi hilo la Houthi linalodhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen limekuwa likishambulia meli za Israel tangu mwezi Novemba mwaka 2023 kudhihirisha umoja na Wapalestina huko Gaza. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya makala ya leo. Kwa sasa tuelekea kwenye mapumziko. Usiende mbali mtazamaji, manake Dunia Wiki Hii kirejea katika awamu ya pili ni mengi mazuri kutoka mataifa ya kigeni. Hii ni KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili.
Maafisa wa Kiafrika wamekariri haja ya kuongeza maradufu juhudi za bara hili za kushughulikia changamoto za amani na usalama na kuimarisha ustawi wa bara hili licha ya misukosuko iliyoko duniani. Haya yalijiri wakati mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni bara Afrika, viongozi wa tume ya muungano wa Afrika na maafisa wa asasi kadhaa za muungano wa Afrika walipokusanyika kwa kikao cha 24 cha baraza kuu la muungano huo katika makao yake makuu jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Akihutubu katika kikao cha ufunguzi, mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika AU Mohamed Ali Yusufu alikariri haja ya dharura ya kuimarisha juhudi za kuimarisha ustawi, udhabiti na umoja wa barani humu ili kuhimili athari za misukosuko inayoongezeka duniani. Vile alitoa wito wa kuimarishwa kwa muungano huo na taasisi zake ili kuhakikisha utangamano na ustawi wa bara hili. Waziri wa mahusiano ya nje nchini Angola, aliye pia mwenyekiti wa baraza hilo kuu, Tete Antonio, alikubaliana na hayo, akisisitiza kwamba kuna haja ya kushughulikia kwa pamoja changamoto za amani na usalama zinazotatiza ustawi wa kijamii na kiuchumi. Kikao hicho cha siku 2 cha baraza kuu la AU, miongoni mwa masuala mengine, lilimchagua na kumteua mwanachama mmoja wa baraza la AU la amani na usalama, mwanachama mmoja wa tume ya AU kuhusu sheria ya kimataifa na mwanachama mmoja wa baraza la Kiafrika kuhusu anga za juu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Na mtazamaji, tuelekee nchini Uturuki. Maafisa wa polisi nchini humo waliwakamata washukiwa 89 wanaoshutumiwa kwa kujihusisha na kundi la Islamic State kwenye operesheni kubwa dhidi ya ugaidi kote nchini humo, kwa mujibu wa waziri wa usalama wa kitaifa nchini humo. Operesheni hizo zilitekelezwa katika majimbo 17 yakiwemo Antalya, Gaziantep, Hatay, Istanbul na Van, kwa mjibu wa taarifa ya Relkaya kwenye mtandao wa kijamii wa X, bila kutoa maelezo kuhusu ratiba ya operesheni hizo. Operesheni hizo zinazoshirikishwa na kutekelezwa kwa pamoja zinawalenga watu wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi hilo la kigaidi. Serikali ya Uturuki iliorodhesha kundi la Islamic State kuwa shirika la kigaidi mwaka 2013 na imekuwa ikitekeleza operesheni za mara kwa mara za kukabiliana na ugaidi dhidi ya wanachama wake kote nchini humo. Millicent Kubai, Dunia Wiki Hii. Huko Poland iliadhimisha miaka 82 tangu maasi ya Warsaw Ghetto, huku ikisifu vitendo muhimu zaidi vya maasi ya Wayahudi wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Watu waliojitolea huko Warsaw walisambaza karatasi za njano ambazo ni ishara ya maasi hayo, huku wananchi wakiweka mashada ya maua kwenye mnara wa maasi wa Warsaw Ghetto na minara mingine ya ukumbusho. Maasi hayo yalitekelezwa na Wayahudi nchini Poland kulalamikia hatua ya kundi la Nazi ya kuwahamishia watu kwenye kambi ya kunyongewa ya Treblinka. Maasi hayo yaliyofanyika katika jiji hilo kuu la Poland yalianza tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 1943 na kuvunjwa majuma 8 baadaye. Maasi hayo yalinakiliwa kwa kitendo kikubwa zaidi cha upinzani dhidi ya mauaji ya Wayahudi. Nancy Okware, Dunia Wiki Hii. Na kiwango cha biashara ya bidhaa duniani kinatarajiwa kupungua kwa 0.2% mwaka huu kutokana na masharti ya ada, hii ikiwa ni takriban 3% chini ya ubashiri wa awali ulioambatana na dhana ya ada za chini, kwa mujibu wa shirika la biashara duniani WTO kwenye ripoti ya hivi punde kuhusu biashara na takwimu duniani. Shirika la WTO lilionya kuhusu hatari ya kupungua zaidi kwa kiwango hicho cha biashara kutokana na kurejeshwa kwa ada za Marekani na wasiwasi kuhusiana na sera ya kibiashara, hali ambayo huenda ikafanya kiwango hicho kipungue kwa 1.5% mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, alisema kuwa hali hiyo inaathiri uhusiano wa kibiashara na Marekani. Shirika hilo lilisema kuwa kuna tofauti kubwa baina ya kanda kuhusiana na athari za biashara ya bidhaa kutokana na hatua za hivi majuzi za kuongeza ada kuanzia tarehe 14 mwezi huu. Amerika Kaskazini inatarajiwa kushuhudia kupungua kwa biashara ya bidhaa, huku uuzaji bidhaa nje ukibashiriwa kupungua kwa 12.6% kwa mujibu wa WTO.
WTO. Wakati huo bara Asia linatarajiwa kushuhudia ukuaji wa kibiashara, huku bidhaa zinazoagizwa au kuuzwa nje zikitarajiwa kuongeza kwa 1.6. Bara Ulaya linatarajiwa kunakili ongezeko la 1.0 la ongezeko la bidhaa zinazouzwa nje na 1.9 ya bidhaa zinazoagizwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la WTO Okonjo Iweala alisema kwa wasiwasi kuhusu sera ya kibiashara inatishia kuvuruga ukuaji wa biashara duniani na kusababisha madhara makubwa hasa kwa uchumi zinazostawi. Akiwahutubia wanahabari kuhusu ripoti hiyo, Okonjo Iweala alikariri kwamba kurejeshwa kwa ada huenda kukasababisha madhara makubwa na kuhimiza kutotozwa ada hizo kwa nchi zinazostawi. Ripoti hiyo ya WTO ilionyesha kwamba biashara ya huduma ambayo haiathiriki kutokana na ada hizo pia inatarajiwa kuvurugika. Kiwango cha biashara ya huduma duniani kinabashiriwa kukua kwa 4.0 mwaka huu, hii ikiwa 1% chini ya kile kinachotarajiwa. Kiwango hicho kitaimarika zaidi barani Ulaya, huku kiwango cha bidhaa zinazouzwa nje kikitarajiwa kukua kwa 5.0 mwaka huu, huku kiwango cha biashara ya huduma katika eneo la Amerika Kaskazini kikipungua kwa 1.6 kwa mujibu wa shirika hilo. Some reprieve by exempting them from new tariffs. Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali duniani ukiwemo ule wa kielimu, kiteknolojia, mawasiliano, matibabu, muundo msingi na uchukuzi unaonufaisha pande zote husika. Tazama taarifa hiyo. Na juma la filamu la Kichina la mwaka huu liliandaliwa nchini Cambodia, ambapo raia wa nchi hiyo walionyesha filamu za hivi majuzi za Kichina katika fani mbalimbali. Kwingineko, barabara kuu ya Phnom Penh Hangville ya umbali wa kilomita 187 iliyojengwa na China imebadili maisha ya raia wa Cambodia katika kijiji cha Voa Sa kwenye wilaya Smrong Tong, huku ikibuni nafasi za ajira. Na lugha ya Kichina imepata umaarufu miongoni mwa wanafunzi nchini Ghana, huku ikifundishwa katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Ghana. Na mbio za kwanza za nusu marathoni kwa roboti ziliandaliwa jijini Beijing, China, ambapo roboti na wanadamu walishiriki pamoja. Na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Lom nchini Togo iliandaa sherehe za kuadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kichina tarehe 20 mwezi huu. Na mamia ya wanafunzi kutoka shule na taasisi kote nchini Uganda walisherehekea siku hiyo kwa ngoma na nyimbo katika chuo kikuu cha Makerere. Balozi wa China nchini Uganda, Zhang Lizong, alitaja lugha kuwa kiungo cha mawasiliano na mbinu muhimu ya kufahamu utamaduni. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. Na kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada sasa ila kulikunja jamvi la Dunia Wiki Hii, tukiwa na matumaini kwamba umeweza kufaidi na taarifa ambazo tumekuletea siku ya leo. Tufanye vivyo hivi basi juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo, weka miadi na sisi bado tutakuwa tunakutembeza katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Bila shaka mtazamaji, mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich na kutakia wikendi njema. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China na wote walioshiriki, mimi ni Isaac Lemoka.